Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini tutazame kile kinachojiri huko nchini Ukraine, ambapo Ukraine imefanya mashambulizi makubwa yaliyoua watoto na kujeruhi watu 11 katika eneo la Kherson, moja kati ya maeneo ambayo yapo katika mikono ya Urusi, ambapo zamani yalikuwa nchini Ukraine. Moja kati ya maeneo ambayo yametwaliwa na Urusi ni pamoja na Kherson. Kherson ni miongoni mwa majimbo ambayo sasa yapo katika shirikisho la Urusi. Ukraine inatumia nguvu katika kuhakikisha inafanya mashambulizi, lakini ni mashambulizi ambayo kimsingi yanawagusa raia moja kwa moja. Katika shambulizi la hivi punde limeua watoto na kujeruhi wengine 11 kufuatia mashambulizi hayo ya drone za Ukraine katika mkoa wa kusini mwa nchi hiyo wa Kherson ambao uko mikononi mwa Urusi. Gavana Vladimir Saldo ambaye amewekwa na Urusi ameandika kupitia mtandao wa Telegram kwamba mashambulizi hayo yalifanyika kwenye mji wa Hedechki ulio kwenye pwani ya bahari ya Azov. Kwenyewe nchini Ukraine watu 40,000 walikosa huduma ya umeme hapo jana baada ya mashambulizi ya Urusi katika mkoa wa Chernihiv ulio mpakani mwa nchi hizo mbili. Mazungumzo yalikuwa yakisimamiwa na Marekani kukomesha vita hivyo vilivyoanza kwa uvamizi wa Urusi wa mwaka 2022 yamekwama hadi sasa, huku Washington ikielekeza macho yake kwenye vita vyake na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema hapo jana kwamba anataka kushinikiza kuendelea kwa mazungumzo hayo kabla ya majira ya baridi mwishoni mwa mwaka huu. Urusi imesema italipa kisasi juu ya mashambulizi haya ambayo yamefanywa na Ukraine. Urusi imesema kwamba haitoweza kuiachia Ukraine juu ya mashambulizi haya ambayo imeyafanya. Mamlaka nchini Urusi pia zimeeleza kuwa Ukraine imefanya mashambulizi mengine ya miundombinu ya nishati na viwanda katika mikoa kadhaa nchini humo usiku wa kuamkia leo. Licha kushambulia Kherson, mamlaka nchini humo zimesema kuwa Ukraine imefanya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya miundombinu ya nishati na viwanda katika mikoa kadhaa na katika mkoa wa Saratov uliopo kando ya mto Volga ambao kuna viwanda kadhaa vya kuchakata mafuta. Gavana mkoa huo Roman Busargin alisema kuwa miundombinu ya kiraia imeharibiwa. Katika mkoa mwingine wa Kirov ulioko kaskazini mashariki mwa Moscow, umbali wa takribani kilomita 1300 kutoka maeneo yanayodhibitiwa na Ukraine, gavana Alexander Sokolov amesema kituo kimoja katika wilaya ya Uzumski kimelengwa. Magavana wa mikoa ya Rostov, Voronezh na Belgorod ambayo inapakana na Ukraine pia wameripoti mashambulizi hayo, huku watu 3 wakijeruhiwa katika mkoa wa Belgorod. Katika rasi ya Crimea inayodhibitiwa na Urusi, gavana anayeungwa mkono na Moscow Sergei Aksanov amesema mamlaka zimeanza kuweka vizuizi katika uuzaji wa mafuta ya petroli. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News.